Yes, karibu na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye nakuleta kati na kukujuza habari mbalimbali za kimichezo ambayo kwa hivi sasa zinaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tukiwa tunaenda kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara, zikiwa zimebakia takriban mechi 3 katika kila timu kwenda kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara na bingwa aweze kufahamika kati ya Young Africans ama wekundu wa Msimbazi Simba. Hivi sasa tetesi za soka tayari zimeshaanza kuchukua sura yake mpya, na inavyosemekana kwa hivi sasa Stefan Aziz Ki yuko nchini kwetu Tanzania kwa ajili ya kuja kumalizana na Young Africans. Pengine msimu unaofuata Young Africans wakamrejesha Stefan Aziz Ki, na hivi sasa inavyoelezwa tayari ameshafika Bongo kwa ajili ya kukamilisha taratibu ndogo ndogo, ili mradi linapofika swala la dirisha kubwa basi aweze kusajiliwa rasmi na aweze kutambulishwa kama mchezaji mpya wa Young Africans. Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wengi wa Young Africans kwa hivi sasa wana furaha kweli kweli kutokana na kiwango bora alichowahi kuonyesha Aziz Ki pindi alipokuwa anacheza ligi kuu Tanzania bara. Aliweza kuisaidia Young Africans kuchukua ubingwa misimu 4 mfululizo, lakini pia aliweza kuisaidia Young Africans kufika katika finali katika kombe la shirikisho na Young Africans kumaliza kama washindi wa pili katika kombe hilo la shirikisho, na kuisaidia Young Africans katika michuano mbalimbali katika kombe la CRDB. Kwa hivi sasa kikosi cha Young Africans kinaonekana kana kwamba kimepwaya kidogo, yani ubora wa Young Africans kwa hivi sasa umeonekana kushuka. Hivyo basi mabosi wa Young Africans pamoja na viongozi wakaona isiwe tabu, kuna haja ya huduma ya Stefan Aziz Ki kuweza kurejea ndani ya Young Africans. Msimu uliopita Aziz Ki aliweza kuondoka ndani ya Young Africans na kwenda kucheza Wydad Casablanca, na kule hakuwa na msimu mzuri na aliweza kutolewa na kwenda katika timu nyingine. Hivyo basi Young Africans wameonyesha nia ya kumtaka na kumrejesha Stefan Aziz Ki, lakini tetesi zinasemekana kwamba mshambuliaji naye wa Young Africans Prince Mpumelelo Dube, mwana wa mfalme, ambaye siku ya jana aliweza kufunga goli la kwanza la Young Africans, na yeye inasemekana anahitajika na Al Ahly Benghazi ya pale nchini Libya aende kuichezea pale. Inafahamika kwamba Prince Dube mpaka hivi sasa bado yuko na mkataba na Young Africans, na pengine mkataba wake unaelekea mwishoni. Hivyo basi timu ya Al Ahly Benghazi ya pale Libya inahitaji huduma ya Prince Dube, ambaye mpaka hivi sasa tunavyozungumza ndani ya ligi kuu Tanzania bara ana magoli yake 9 na ameweza kuisaidia Young Africans kufika na kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara katika misimu iliyopita, lakini pia ameweza kuisaidia Young Africans katika michuano ile ya kimataifa. Prince Dube ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaweza kukuofa vitu vingi akiwa pale uwanjani. Anacheza kama mshambuliaji, lakini pia katika swala zima likija majukumu ya kukaba, Prince Dube ana uwezo huo wa kuhold mpira kwa muda mrefu, lakini pia anaweza kuamua matokeo ndani ya dakika 90. Ni mshambuliaji hatari na ni mshambuliaji ambaye ana kiwango kizuri, japokuwa ndani ya Young Africans ana misimu ya kupanda na kushuka, japokuwa hajaonyesha ubora ule ambao watu wengi walikuwa na utarajia, lakini Prince Dube ni mshambuliaji mzuri ambaye aliweza kutokea pale Azam FC na Young Africans, namna ambavyo walivyoweza kuiona huduma yake wakaona waweze kumleta Young Africans, na mpaka hivi sasa Prince Dube anaiongoza safu ya ushambuliaji ya Young Africans akiwa pamoja na Depu. Je, Al Ahly Benghazi watafanikiwa kuichukua ama kuichukua sign ya Prince Dube? Tusubiri na kuona, kwa sababu viongozi wa Young Africans wenyewe kwa hivi sasa bado wanahitaji huduma ya mshambuliaji pale mbele, licha ya Depu kuwepo, lakini Prince Dube naye mchango wake unahitajika kuendelea kusalia pale. Dili mpaka hivi sasa bado mazungumzo
yanaendelea kati ya Prince Dube pamoja na timu hiyo ya Al Ahly Benghazi. Je, Young Africans watakuwa tayari kumwachia kijana huyo aweze kwenda zake kwenda kujitafutia riziki sehemu nyingine? Tusubiri na kuona. Sasa kuna baadhi ya mashabiki wa Young Africans wana maoni kuhusiana na taarifa hii ya Prince Mpumelelo Dube kuhitajika huko nchini Libya. Huyu anaitwa Maki Yanga ameandika, Mungu amsaidie Prince Dube dili lake liweze kukamilika. Huyu hapa ameandika, nyie endeleeni kusema tu, ila Prince Dube ni mchezaji mzuri. Young Africans wanatakiwa waendelee kuwa naye, waendelee kumpatia muda. Huyu hapa ameandika, aende tu Prince Dube, sisi hatumuhitaji. Huyu hapa anaitwa Leo, yeye ameandika, mbona kachelewa sana? Prince Dube alitakiwa aondoke tangu msimu uliopita, kiwango chake sio kizuri. Yanga ndio inamsaidia Prince Dube, lakini sio Dube kuisaidia Yanga. Huyu anaitwa Maki Kabuyombo, yeye ameandika, Dube ni mmoja kati ya wachezaji hatari sana, anajua sana kukaa kwenye nafasi, ila shida moja tu, akijirekebisha tu anakuwa ni mtu hatari zaidi. Shida kubwa ya Dube ni anatengenezewa nafasi nyingi, kufunga inakuwa ni ngumu, bora tu aondoke. Huyu hapa ameandika, dili lake likamilike hata usiku huu, tumemchoka Prince Dube. Yes, na hizo ndio baadhi ya maoni ama comment za mashabiki wa Young Africans kuhusiana na Prince Dube kuhitajika huko nchini Libya. Je, dili hilo litafanikiwa? Tusubiri na kuona, kwa sababu kwa hivi sasa viongozi wa Young Africans wanaumiza kichwa ni namna gani wanaweza kuiboresha timu yao iweze kurejea katika mafanikio. Fahamike Young Africans tayari wameshatolewa katika michuano ile ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo siku ya jana walipasuka kwa mabao 3-2 dhidi ya Azam FC. Magoli yote katika mchezo wa jana yalikuwa ni magoli ya vichwa. Watu wengi walikuwa wanaisema siku ya jana ni vichwa day, lakini ukiwasikiliza mashabiki wao wa upande wa pili, hapa tunazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba, ambao wao wenyewe tayari washaingia katika hatua ile ya finali, wanasema Young Africans wamejivunja, wamewakimbia. Je, ni kweli Young Africans anamuogopa Simba? Mimi sifahamu, ila wewe unajua. Je, ni kweli ama bahati haikuwa kwa upande wao, licha ya Young Africans kufanya vizuri, lakini Azam FC walifanya vizuri zaidi? Mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma ya kamera amesimama Sultani Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri.